Bwana, mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa sasa ni vifijo na ndelemo kwa upande wa mashabiki wa Simba, lakini pia uongozi. Tumeona kile ambacho kinachoendelea mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuwasili hiyo jana, wakitokea kule South Africa mara baada ya kuondoa Stellenbosch kutoka Afrika Kusini hatua ya nusu finali na kuweza kutinga hatua ya finali. Kwa sasa kinachoendelea ni pongezi ambazo tumeona wadau mbalimbali, viongozi wameendelea kutoa pongezi kwa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuweka rekodi hiyo mpya ya kuweza kutinga hatua ya finali. Sasa tunafahamu kwenye michuano hii ya kimataifa kumekuwa kuna hamasa nyingi sana ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi, lakini pia na timu kwa ujumla. Lakini kubwa zaidi tuiangazie hamasa ya goli la mama, goli la Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo amekuwa akifanya kwenye michuano ya kimataifa. Tunafahamu kuanzia kwenye hatua ya makundi tuliona goli la mama lilikuwa likitolewa kwa shilingi milioni 5. Yaani kwa kila goli ni milioni 5. Ilikuwa inatolewa na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa mara baada ya makundi tuliona goli likipanda goli la mama likiongezwa shilingi milioni 10, hatua ya robo finali, hatua ya nusu finali likaenda mpaka milioni 20, lakini pia hatua ya finali tumeona kile ambacho kimetangazwa na Daktari Rais Samia Suluhu Hassan. Na kwa sasa bwana, unaambiwa finali goli ambalo litafungwa kwenye mchezo wa finali litaenda kwa shilingi milioni 30. Sasa tumeona kile ambacho wamekizungumza katibu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, kila ambacho amekizungumza kuelekea kwenye finali hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kuvaana na RS Berkane. Mchezo wa kwanza wa finali utapigwa kule Morocco tarehe 17 ya mwezi wa 5, lakini mchezo wa pili utapigwa tarehe 25 ya mwezi wa 5 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa tumsikie kila ambacho wamekizungumza Gerson Msigwa ama akitangaza goli hilo la mama kwa upande wa finali, ambapo tumeona sasa thamani ya goli imeongezeka na itakuwa ni shilingi milioni 30. Natambua kwamba wana Simba na Watanzania kwa ujumla wanaendelea kufurahia mafanikio ya Simba Sports Club kufuzu kucheza fainali za kombe la shirikisho barani Afrika. Hongera sana Simba, hongera sana kwa Watanzania wote kwa mafanikio haya makubwa. Sasa tunatambua kwamba katika hatua ya nusu fainali Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa goli la mama kiasi cha shilingi milioni 20 kwa goli moja la mechi ya ushindi. Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Simba, anawatakia kila la heri katika hatua ya fainali. Mheshimiwa Rais anaamini kwamba Simba watabeba kombe la shirikisho barani Afrika katika michuano hii. Sasa katika fainali tunatambua kwamba kutakuwa na mechi mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Mheshimiwa Rais anawatangazia Simba Sports Club kwamba katika hatua ya fainali mechi mtakayoshinda goli moja, goli la mama, ni shilingi milioni 30. Shilingi milioni 30 kwa goli moja mtakaloshinda. Mkifunga mawili 60, mkifunga matatu 90, mkifunga manne 120. Mheshimiwa Rais anafanya hivi kuwatia hamasa Simba Sports Club, wachezaji wawe na morali, waweke juhudi uwanjani, washinde, wapeperushe bendera ya Tanzania. Ndugu zangu, michezo ni uchumi, michezo ni burudani, michezo ni ajira. Simba wanaposhinda katika mashindano haya makubwa wanapeperusha vyema bendera ya Tanzania, wanatangaza fursa za uchumi za Tanzania, uwekezaji, biashara, utalii. Mapato yake kila Mtanzania atanufaika nayo. Mheshimiwa Rais anafanya haya kimkakati kuunga mkono michezo iende kimataifa ili nchi inufaike na fursa zilizopo katika ulimwengu wa michezo. Kila la heri Simba, kila la heri wanalunyasi. Tunaamini tunakwenda fainali na tutashinda, tutabeba kikombe na kukiweka Tanzania kwa mara ya kwanza.
Sasa hiyo ni kauli ya katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ambaye pia ni msemaji wa serikali Jason Msigwa, ambaye amesema Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ametangaza bao moja katika fainali ya kombe la shirikisho ambayo atacheza Simba itakuwa ni milioni 30. Kwa hiyo iko hivyo kwa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia uongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na mashabiki, pengine ni wakati wao wa kuendelea kujivunia kile ambacho amekuwa kikifanya Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuongeza hamasa kwenye michezo, na tumeona matunda makubwa ambayo yameonekana kutokana na goli la mama. Tumeona namna ambavyo timu imekuwa ikipambana. Ukitazama kuanzia kwenye hatua ya robo finali ambapo goli lilianzia milioni 10, tunafahamu Simba walipata milioni 20, ambapo tunafahamu mchezo ambao walifunga magoli mawili ni dhidi ya Al-Masry kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini mara baada ya hapo goli kupanda milioni 20, tuliona Simba wakivuna shilingi milioni 20 pekee mara baada ya kuifunga Stellenbosch kule kwenye uwanja wa New Aman kule Zanzibar goli 1-0, ambapo mchezo wa marejeano tumeona ukitamatika kwa bila kufungana. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba ukianzia kwenye hatua ya robo finali mpaka wanakwenda kufuzu hatua ya finali wamevuna shilingi milioni 40. Tunaweza kuona milioni 20 ambazo walizivuna kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry wakishinda magoli 2-0, ambapo kila goli ilikuwa ni shilingi milioni 10, lakini mchezo mwingine wakivuna milioni 20 kwenye mchezo wa nusu finali, mchezo ambao walishinda goli 1-0. Kwa hiyo kama watashinda pengine mchezo wa ugenini dhidi ya RS Berkane mchezo wa finali, pengine kama wataibuka na kushinda magoli mawili kule Morocco, basi watakuwa wamevuna shilingi milioni 60. Kwa hiyo magoli 4 ni shilingi milioni 120. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kutoa hamasa, na kupitia hamasa ambayo amekuwa akiitoa tumeona namna ambavyo timu kutoka Tanzania namna ambavyo zimeendelea kufanya vizuri. Kwa upande wa Yanga, upande wa klabu bingwa barani Afrika tuliona wakiishia hatua ya makundi, lakini kuna pesa ambazo waliweza kuzipata kutokana na ushindi ambao walikuwa wakiupata kwenye michuano hiyo. Lakini baada ya kuondolewa tumeona Wekundu wa Msimbazi Simba ameendelea kunufaika na pesa ama hamasa ya mama ambayo imeendelea kuonekana ama ambayo imeendelea kuzaa matunda kwenye kile ambacho Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa kikifanya. Kwa sasa Wekundu wa Msimbazi Simba tayari wameshakwisha kuwasili nchini kama ambavyo nimekujuza, na wanajiandaa na baadhi ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini akili yao kubwa ikiwa ni kwenye mchezo wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao wanakwenda kucheza dhidi ya RS Berkane. Tunafahamu Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kutinga hatua ya finali wao wameondosha Stellenbosch kwa aggregate ya goli 1-0 mchezo wa kwanza, 1-0 mchezo wa pili wakitoa sare bila kufungana. Lakini kwa upande wa RS Berkane wao wametinga hatua ya finali mara baada ya kuondosha CS Constantine kutoka Algeria, mchezo wa kwanza wakiibuka na ushindi wa magoli 4-0 kule Morocco, lakini mchezo wa pili wakikubali kufungwa goli 1-0 na kuweza kuondosha kwa aggregate ya magoli 4-1. Kwa hiyo unaweza kuona ni moja kati ya finali ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana, lakini tunaweza tukasema Watanzania ndio tunaosubiria finali hiyo kwa hamu kubwa sana, lakini tukiwa na imani kubwa sana kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kulileta taji la kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza kabisa, na pengine kuweza kuandika historia nyingine kubwa kwa taifa la Tanzania kuweza kuchukua kombe hilo la kimataifa. Tumeona mara kadhaa Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano ya klabu bingwa amekuwa kishia hatua ya robo finali kwa takriban misimu mitatu, lakini kwa sasa tumeona namna ambavyo wamepiga hatua na kuweza kutinga hatua ya finali. 22-23 Yanga waliweza kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wakicheza dhidi ya USM Alger. Tunafahamu kwamba mchezo wa kwanza Yanga walikubali kichapo cha goli 2-1 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini mchezo wa marejeano kule Algeria Yanga waliibuka na ushindi wa goli 1-0, goli la penalti lilofungwa na Juma Shabani, lakini mwisho wa siku halikuwafanya wao kuweza kulitoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika. Ni Simba ambao wanakwenda kwenye finali, pengine huenda wakaenda kufuta machozi
kwa kile ambacho kilitokea 2022-23 Yanga dhidi ya USM Alger. Kwa ni moja kati ya tukio ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa kama ambavyo nimekujuza. Finali ya kwanza ni tarehe 17 kule Morocco, lakini finali ya pili itakuwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 5 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.